Kutokana na mabadiliko ya tabia nchi, wakulima eneo la Sagala katika kaunti ya Taita Taveta wameanza kukumbatia kilimo cha makonge. Wakulima wakisema kilimo hicho kimewaondolea hasara inayotokana na kiangazi, ambapo sasa ukuzaji wa mahindi umekuwa mgumu katika siku za hivi karibuni. Julius Joho ana mengi zaidi. Chini ya mlima Sagala, eneo bunge la Voi, kiangazi kinazidi kushuhudiwa. Athari za mabadiliko ya tabia nchi ziwazi kwa wakulima wa mahindi ambao kwa misimu zaidi ya 4 wamekosa mavuno. Hapa wakilazimika kubadili ukuzaji wa mmea wa mahindi na kuanza kilimo cha makonge ambacho hakihitaji mvua nyingi. Compare this crop ya sisal na other crops kama tuseme example maize ama green grams. Income yake haifanani, you can't compare. Income ya maize iko chini, lakini hii ya makonge iko juu. Kwa hivyo vile tulioeleza kwamba hii income ya ukonge iko juu kuliko ya sisal, wakawa na interest. The climate has already changed and we are experiencing uneven distribution of rainfall. Like for this season, we'll have almost 90% failure of the crop because the rain was not there. But for those who have the sisal may have an evidence that they're still growing with the little amount of rainfall that we got. Wakulima wakisema sasa kilimo hicho kimewaondolea dhiki, kwani wanavuna mara 2 kwa mwaka. Na mmea wa makonge hauathiriki na magonjwa mengi na bado wanapata fedha za kununua chakula kutokana na kilimo hicho. Ndio wakatuleta hapa tukapata mafunzo na tukaona inatusaidia. So mimi nilipotoka hapa nikaenda nikapanda. So far nimeanza 5 acre kwa shamba langu. Nimepanda this year ndo nimepanda. After kuvuna hii ukonge. Lakini inarudi inaendelea mvua ikija. So tukaona vile hapi sababu ya climate change, kuna mvua ndogo, hii ni crop ambayo inaweza kustahimili jua letu hapa hivi. And as you can see, jua ni kali, lakini ukiangalia the sisal iko sawa kabisa. So hiyo ndio ilitufanya tupande makonge, so that tukifail kama ni kwa mahindi ama hizi chakula zingine hatutafail kwa hii, ambapo hii tunakata twice per year. Kwa sasa baada ya kuvuna makonge, hatua inayofuata ni kutoa nyuzi ambazo hutumika kutengeneza bidhaa mbalimbali kama vikapu. Tunatengeneza mpaka basket breads. Tunatengeneza, wengine wanatengeneza mpaka shanga na hizi. So ni vitu vingi, na tunatengeneza mahando ila kuchezea cultural. Natoka pia kwa hii ukonge. Will actually be sold within the different sites that we have identified. That is how the basketry and the leather tanning plug into the tourism circuit. Kutokana na mabadiliko ya tabia nchi ambayo inakumba sehemu tofauti, wakulima katika eneo hili la Voi wameanza ukulima wa mkonge ili kuhakikisha kwamba wanapata mapato yao ya kila siku. Nikiripotia runinga ya Citizen kutoka Taita Taveta, mimi ni Julius Joho.